Na ni siku nyingine ya kipekee ndani ya Kijiwe Mchongo na UTT AMIS. Bwana, mimi naitwa Ali Upuju kuntunye kidimdim Mwandila. Leo tuko Sukari House, niko na afisa kutokea UTT AMIS Lydia Godwin. Tuko hapa tunataka tuweze kuzungumza machache kuhusiana na wiki mbili tatu za nyuma zilizopita, kuhusiana na wiki za Sabasaba ya maonyesho ya kibiashara. Lydia, mambo? Mzima. Mambo wasemaje? Mambo mazuri. Pole kwanza kwa zile heka za kila siku Sabasaba, kwenda kuweza kutoa elimu kwa wawekezaji mbalimbali. Koma lakini? Koma kabisa. Mambo wasemaje? Mambo yako vizuri. Uko hoi sana? Hata, niko vizuri. Uko vizuri? Tumeweza kurejea Sukari House. Kwanza kwa ufupi, hebu nipe ripoti overall labda ya zile kipindi cha Sabasaba katika maonyesho ya 50 ya kibiashara. Pale Sabasaba, UTT tulikuwepo. Wawekezaji ilikuwaje, elimu ilikuwaje, ripoti kiujumla ilikuwaje? Kwa kweli mwaka huu Sabasaba umekuwa kivingine kabisa. Kwanza sisi UTT tulikuwa tumejipanga, lakini pia nikukumbusha hali ya kwamba mwezi wa 12 mwaka jana tulikuwa na update ya mfumo wetu mpya. Kwa hiyo kupitia mfumo wetu mpya uliokuwepo wa application na portal, mwekezaji alikuwa anaweza kupata taarifa zake mwenyewe kwenye simu yake ya mkononi. Tofauti na miaka ya zamani. Zamani kwa kufungua account kidogo muda unachukua muda mrefu, kupata statement pia namna ya kuwekeza ilikuwa ni changamoto. Ila sasa kupitia application yetu hii mpya, lakini pia kutumia portal, wawekezaji wetu wa mwaka huu wameweza kuenjoy jamani. Wameweza kufungua account wenyewe, wameweza kupata statement zao za uwekezaji kwa wale waliokuwepo, lakini pia mfumo huu unamruhusu mwekezaji kuweza kuchangia kupitia simu yake ya mkononi, kutumia benki, haijalishi pesa yake itakuwa wapi. Kwa hiyo mambo yamekuwa ni tofauti kabisa. Labda tukizungumzia labda katika zile wiki zile za Sabasaba katika mwaka jana, zungumzie 2025. 2026 huu utofauti ulikuwa uko wapi hasa? Utofauti ulikuwa ni mkubwa. Kwanza kabisa sisi UTT tulivyoenda pale Sabasaba, tulikuwa tunampatia elimu mwekezaji. Tulikuwa pia na madarasa. Yaani ukifika pale banda letu tulikuwa chini ya Wizara ya Fedha. Kwanza ulikuwa unapata elimu ya uwekezaji, unakaa kabisa pale unashauriwa na wataalamu wetu. Kwa hiyo mwekezaji mwenyewe atasema lengo lake ni nini, muda wake wa uwekezaji, tutamshauri mfuko gani ambao utakuwa sahihi kwake. Lakini pia kutumia mifumo yetu mipya, kupitia application, kutumia portal, mwekezaji alikuwa hazunguki. Kwa hiyo kila kitu anakuwa akipata kwenye simu yake ya mkononi. Kwa hiyo wawekezaji wameweza kupata elimu, lakini pia kwa wale ambao walikuwa ni wawekezaji wameweza kupata taarifa zao wenyewe kupitia simu zao za mkononi. Okay. Sawa. Tumerejea Sukari House. Kuna wawekezaji ambao inawezekana kwa mara ya kwanza walikuwa ndo wamekuja kuisikia UTT. Mtu amekuja Sabasaba katika kupita pale katika lile jengo la Wizara ya Fedha, akakutana na UTT, akaona bwana, nije nisikie. Unajua kuna Lydia, kuna baadhi ya watu wakija katika maonyesho ya Sabasaba, kuna mtu anakuja katika lengo la kusema kwamba niende nikutane na vitu vipya. Inawezekana kuna baadhi ya watu ndio kwa mara ya kwanza ilikuwa mtu amekuja amekutana na UTT. Je, sasa sisi hatupo tena Sabasaba, watu kama hawa wanaweza wanapata wapi? Kwa wale ambao walituona kwenye maonyesho ya Sabasaba na maonyesho mengine, kwa tunahudhuria maonyesho sehemu nyingi, lakini pia tunatoa elimu sehemu tofauti. Sisi tunapatikana post jengo la Sukari House kwa wakazi wa Dar es Salaam, lakini pia tuna ofisi kwa pale Samnojoma, jengo la PSSF pale ground floor. Unaweza ukafika pale ukapata elimu ya uwekezaji, ukafungua account kwa wale ambao alikuwa ni mwekezaji akapata taarifa za account yake, ushauri pia, kwa sababu wawekezaji wengi anaweka fedha yake hajui muendelezo, hajui faida zinakuaje. Leo tunatoa faida nzuri na tunatoa usalama pia pesa ya mwekezaji. Lakini pia kwa hapa Sukari House wanaweza kukaribia, tuko ground floor, first floor na second floor, wanaweza kukaribia hapa akapata elimu ya uwekezaji kwa wale ambao atakuwa mpya, lakini pia kwa wale ambao alikuwa ni mwekezaji tayari kuweza kupata ile application yetu mpya, kwa sababu mwingine anasema mimi hapo sijapata, labda alikuwa anatumia app ya zamani au alikuwa anatumia USSD code ile nyota 15082 reli. Kwa hiyo hii application mpya atapata, lakini pia tuna portal. Kwa hiyo kitokea mtu amesafiri, kitokea hataki kutumia application, anataka kutumia web, anaweza kutumia portal yetu. Kwa hiyo tumejipanga vizuri kwa kweli. Katika ripoti ambayo labda uweza kuitoa Lydia hapa kuhusiana na haya maonyesho ya Sabasaba ya 50, UTT tulijipanga, unajua, kabla hata maonyesho kuja kufika. Inawezekana hata almost miezi 6 huko nyuma kuelekea Sabasaba. Je, hakuna tukio lolote hapa? Sabasaba imeisha. Je, tutarajia nini? Sasa matukio ni mengi sana. Sasa kuna tukio mbele la 8 nadhani hali unalifahamu vizuri. 8 inafanyika mikoa
mikoa ile mikubwa. Kwa sisi huko pia mikoani tunakuja. Yaani waliowapata Dar es Salaam huko wao wa Sabasaba na huko mikoani tunaenda kuwafuata vile vile. Watapata elimu ya uwekezaji, tutakuwa na madarasa kwa mikoa yote ambayo na nani itakuwa ipo au itakuwa maonyesho atakuwepo kwenye hiyo mikoa. Tutatoa elimu ya uwekezaji, tutawashauri wawekezaji, tutawaunganisha na mifumo yetu kupitia application, portal na simu invest, kwa sababu sio lazima mtu uwe na simu kubwa. Kuna mwingine anakuwa na kiswaswadu lakini anataka apate taarifa zake za uwekezaji. Kwa hiyo tutamuunganisha na simu invest, lakini pia tutamshauri. Pia kuna wale ambao walifungua mifuko zamani. Unajua wazee wetu kidogo walikuwa anafanya kazi akaenda kijijini huko, labda akaenda Mbeya, akaenda Mwanza. Anajua UTT kuna mfuko mmoja. Mpaka sasa hivi sisi tuna mifuko 6. Kwa hiyo tutampatia elimu ya uwekezaji ya mifuko mingine ili aweze kuchagua mfuko sahihi kwake kulingana na muda na malengo yake. Kwa hiyo tumejipanga vizuri huko mbele. Kwa wakazi wa Dodoma huko, wakazi wa Arusha, Mwanza watarajie kwamba kuelekea katika haya maonyesho ya 88 sisi tutakuwepo. Tuko vizuri. Labda kuna yule mtu ambaye yawezekana yuko mbali na anahitaji elimu kuhusiana na hii mifuko yetu ya UTT AMIS. Labda yeye ana smartphone, si ndivyo? Katika mitandao ya kijamii huku mtu anaweza akatupata vipi kuweza kuhakikisha kuna elimu anaweza akaipata? Kupitia mitandao ya kijamii kote tupo YouTube, tuna page pale, lakini pia tupo Instagram, ukiandika tu UTT AMIS PLC tupo pale, lakini pia Facebook, TikTok, sijui mtandao wote wa kijamii sisi tunapatikana. Vile UTT AMIS PLC utatupata. Ndio. Lakini pia tunatoa elimu, tushatoa elimu ya uwekezaji pia, ila tuna namba zetu za bure za kupiga. Kuna yule mwekezaji pia anataka kuongea na mtu kabisa, mtu wa huduma. Mtu hataki kujisomea, anataka asikilize sauti kwa sauti. Kuna namba zetu za bure za kupiga ambazo ni 0800 11 2020. Unaweza kupiga muda wowote wa kazi kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 11 kwa siku za kazi ambazo ni Jumatatu mpaka Ijumaa, lakini pia kwa Jumamosi kuanzia saa 3 kamili mpaka saa 8. Kwa kama utashindwa kupitia kwenye mitandao ya kijamii, kwa namba zetu za bure unaweza ukapiga. Lakini sisi pia tunajitahidi kushiriki kwenye maonesho, tunahitaji kwenda kwenye events pia kwa ajili ya kuweza kupatia elimu ya uwekezaji ili kila Mtanzania aweze kuwa mwekezaji au kila Mtanzania aweze kupata elimu ya uwekezaji. Labda sasa kama ikiwa imetokea kuna baadhi ya vyuo labda wanakaa wanasema hapana, sisi tunahitaji UTT waweze kuja, tutawapa fursa kuja kutoa elimu labda kwa wanafunzi, labda chuo fulani kinaweza kuwasiliana vipi na sisi kuweza kuhakikisha kwamba sisi tunaweza tukawafikia na kuweza kuwapa elimu? Okay. Kwa vyuo na watu wengine waweza kutupata sisi kupitia email yetu ambayo ni uwekezaji@uttamis.co.tz, lakini pia kwa sisi watu wa masoko tuna email yetu pia. Kwa hiyo kupitia email ya uwekezaji mtu anaweza kuomba email ya watu wa masoko akapata. Lakini hata mtu akituma tu proposal yake, barua yake kwa njia ya email, sisi tutatufikia na sisi hapa tutafika, au hata kwenye kupiga simu sisi tunafikia wawekezaji wote kwa ajili ya kuweza kuwapatia elimu. Mifuko ya uwekezaji ni mizuri yale. Inatoa faida, lakini pia unapata usalama wa pesa yako, unapata uwazi kupitia application, kupitia portal, unaweza kuwa unafuatilia uwekezaji wako. Kwa hiyo tuko vizuri. Okay, labda la mwisho Lydia, kuna mtu anahitaji kuweza kusema kwa nini nyie UTT na sio sehemu nyingine? Kuna faida nyingi sana za kuwekeza UTT. Kwanza kabisa tutakupatia usalama wa pesa yako, tutakupatia uwazi, tutakupatia unafuu. Sisi kwetu tuna mifuko tofauti. Kuna mwingine mimi mpaka niwe na shilingi 100,000 ndio nifanye uwekezaji. Sisi tunakwambia hapana. Tuna mfuko ambao kiwango cha kwanza kuwekeza ni shilingi 5,000 na kuendelea. Kwa hiyo wa shilingi 5,000 akiwa na tabia hata kujiwekea shilingi 250 kwa siku, kwa mwezi ni shilingi 7,500. Kwa hiyo anaweza kufanya uwekezaji. Lakini pia tunakupatia fursa ya kuweza kuchagua mfuko tofauti kulingana na lengo lako. Sisi tuna mifuko 6. Kwa hiyo utangamia lengo langu labda ni kumsomesha mtoto wangu, tutakupatia hiyo product yako. Mwingine mimi ni mstaafu nataka nipate gari, tutampatia mfuko. Tuna mifuko tofauti. Kwa faida ni nyingi, lakini pia tunakupatia faida shindani na hiyo faida inakuwa inambatanishwa kwenye mtaji wako. Kama umewekeza shilingi 100,000, umepatikana 10,000, mtaji wako unabadilika, unakuwa 100,000 na shilingi 10,000. Kwa kile 10,000 kinaendelea kujicompound kwenye mtaji. Kwa hiyo faida ni nyingi sana za kuwekeza na sisi, na wakaribie, sisi tupo kwa ajili yao. Au sivyo? Ndio. Bwana, huyo ni Lydia Godwin, ni afisa nguli kabisa kutoka UTT AMIS. Ameweza kueleza kwa ufupi baada ya maonyesho ya Sabasaba ambapo tuliweka kijiji chetu pale for almost wiki 3 tuko pale. Maonyesho ya Sabasaba yameweza kuisha. Sasa tunajipanga kwa ajili ya maonyesho ya 88. Kuna baadhi ya mikoa tutakuwepo, Dodoma, Arusha, Mwanza, mikoa mbalimbali kuja kuhakikisha kwamba tutakuja kutoa elimu kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Lakini yote kwa yote, Lydia anasema kwamba muda wa kuwekeza ni sasa hivi, wala usisubirie. Lakini vile vile hii ni sehemu salama katika uwekezaji wako. Lakini vile vile utaweza kupata faida pale endapo ukiwekeza kupitia mifuko yetu ya uwekezaji na UTT AMIS. Bwana Lydia, mimi nakushukuru sana mno sana
Wewe umetisha sana. Asante. Kijiwe Mchongo na UTT AMIS imetufikia.